Na kwenye taarifa nyingine, ajuza wa miaka 83 katika eneo la Emmarit, Baringo ya Kusini, ambaye ni miongoni mwa waliotoa kipande cha ardhi ili shule ijengwe eneo hilo kama mkakati wa kupunguza visa vya mimba za utotoni, amejiunga na shule hiyo kula matunda yake mwenyewe. Anavyoripoti mwanahabari wetu Zakari Nyakweba, ajuza huyo kwa jina Tala Chelagat ameingia darasa la kwanza kwa nia ya kuwapa motisha vijana na wazazi kutumia fursa walionayo kama vijana. Katika milima na mabonde ni shule ya msingi ya Emmarit iliyoanzishwa miaka 3 iliyopita ili kutatua changamoto ya watoto wasioenda shule kutokana na umbali wa shule za umma eneo hilo. Miongoni mwa wanafunzi 90 ni ajuza wa miaka 83 aliyetoa sehemu yake ya ardhi kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo na pia kujiunga nayo kama mwanafunzi ili ale matunda ya jasho lake na kuwatia moyo wengi waliokosa elimu katika ujana wao. Kwa sababu ya umbali wa shule area hii, nimesema ya kwamba ni wachache waliweza kupata kusoma. Wengine waliweza waacha masomo. Wengine sasa wakashughulikia kuchunga. Shule hii ina jengo moja la darasa la kudumu lililojengwa na hazina ya eneo bunge la Baringo Kusini. Hapa tunamkuta Tala Chelagat akiwa darasani na wanafunzi wengine wa chekechea, mwingi wa ari ya kujua masomo na kuandika, ila kwake cha muhimu ni jinsi ya kukomoa wajukuu wake waliokosa kwenda shule. Yenye imenifanya nipende shule ni kwamba ninahitaji watoto wenye wamewacha shule waweze kukuja shule ikuwe karibu. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo, eneo hilo lilikuwa limebaki nyuma kimasomo, kwani shule ya karibu ni takriban kilomita 10 kutoka hapa, na wengi hawakuweza kwenda shule, jambo lililopelekea vijana kugeukia maisha ya ndoa za mapema na ufugaji mifugo. Hii shule Emmarit italeta kufungua watu wa eneo hili macho, waweze kuona umuhimu ya masomo, wataweza kusomesha watoto wao, na labda ombi letu tu ni kuomba serikali watusaidie tunapoona watu kama hawa pia wanajitolea kuona umuhimu hasa ya masomo. Serikali sasa wakiweza kutusaidia kutujengea madarasa, wakiweza kutusaidia na vifaa vya kutumia kwa darasa, hakika mimba za mapema haitaweza kuonekana hapa, kuhoa ama kuoleka mali hapa haitapatikana tena, sababu tumepata vifaa vya kutumia. Watu wataweza kuwa motivated na kujiunga na masomo. Azimio lake kuu ni kuona maisha ya wajukuu wake yakibadilika na kuwa bora kimasomo, huku akiwa na ombi kwa serikali ya kaunti ya Baringo wachimbiwe visima au bwawa la maji kupunguza matatizo ya maji hapa shuleni na vijijini. Zakari Nyakweba, NTV, Nairobi.